neno la Mungu na shuhuda nyingi zinazotutia nguvu. Chagua Star TV, kituo kilicho bora. Star TV blesses your day. Na mtazamaji, Bwana Yesu asifiwe. Asubuhi ya leo, kwa yule ambaye anatufuatilia kwa sasa kupitia kipindi hiki Amka Tumsifu Mungu, imekuwa ni asubuhi njema na Jumapili ya pekee kabisa, ambapo ni wiki nyingine tena ya tatu tukiwa katika safari ya msalaba ama safari ya Golgotha, tukijadili katika kipindi hiki maalum kabisa kwa kina zaidi kuhusiana na masuala mazima ya Pasaka. Tunapoelekea katika sikukuu ya Pasaka, watu wengi kwa sasa wakiwa katika maombi na mfungo, wakijinyenyekeza na kumshukuru Mungu kwa kila ambacho anawafanyia kila siku katika maisha yao. Najua tu mtazamaji na imani unahitaji kubarikiwa zaidi, lakini pia ni kushukuru kwa wale wote ambao mko nasi kwa matangazo haya moja kwa moja kutoka kule Dar es Salaam, na sisi pia tunapokea kijiti hiki kuendeleza gurudumu hili kwa yale ambayo pia ameweza kuyatoa kutoka kwa mtumishi wa Mungu mtangazaji Stella Shao, kwa kila ambacho ameweza kukionyesha asubuhi ya leo katika kipindi cha kwanza kabisa. Nami jina langu ni Andrea Amos Masanja, ndio utakuwa nami mtangazaji wako kuanzia sasa, ama nahodha wako katika kipindi hiki na katika matangazo haya ya moja kwa moja asubuhi ya leo. Yesu alikufa msalabani na damu yake ilitutakasa sisi sote, na ndiyo alama ambayo aliweza kutuachia mimi na wewe tuweze kumshukuru kwa kila ambacho, ama kuonesha upendo wa dhati hata pia kwa wenzetu kama yeye pia alivyoonesha upendo huo. Nasi pia siku ya leo tuko na mtumishi wa Mungu, na huyu si mwingine, amekuwa ni mbaraka pia katika kipindi hiki, na tuko naye tena hapa. Si baraka ya kwanza kuwa naye hapa, ni mara nyingi tumekuwa naye tukijifunza mengi zaidi kutoka kwake. Ni mchungaji Patrick Kipala, ambapo leo anaweza kutufundisha zaidi kuhusiana na asili ya Pasaka. Asili ya Pasaka. Watu wengi sana kwa sasa wapo katika kutafakari, na zikiwa zimesalia siku chache tu kuweza kufika Pasaka yenyewe, kila mmoja akijiandaa kiroho na kimwili zaidi kuweza kupokea mkate wa Bwana. Na mchungaji huyu anatoka katika kanisa la Ijue ile Injili ya Asili, na ndiye tuko naye hapa kwenda kufafanua kwa undani zaidi kuhusiana na swala hilo. Mtumishi wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe kabisa. Amina na amina. Mtumishi, mchungaji, imekuwa ni si mara yako ya kwanza tumekuwa tukikutana hapa kujadili na kufahamu kwa kina zaidi kuhusiana na masuala mazima ya neno la Bwana, kuwapa wengine nguvu, kwa wale ambao pia wameweza kukata tamaa. Kwa sasa tupo katika msimu wa Pasaka, msimu maalum kabisa. Wengine wanasema Passover. Ndio. Na kila mmoja ikiwa amejinyenyekeza kikamilifu, wengine wakiwa katika mfungo pamoja na maombi. Sijajua kwa kwako leo nayo pia upo katika grupu hilo. Nipo kwenye maombi na lakini sio kwa sababu ya Pasaka. Ndio. Maombi mimi ni maisha yangu. Ndio. Una maisha ndio. Mimi sina maombi ya msimu. Mimi na maombi ni maisha yangu. Amen, 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 amen. Karibu sana. Najua kuna mada ambayo leo tunaenda kuifafanua kwa undani zaidi, ambayo pia asili ya Pasaka. Wengi wao huenda wamekuwa na mazoea ya kusherehekea Pasaka ama sikukuu hii kwa kuona tu kwa watu wengine, kwa madhehebu mengine akifanya, lakini kujua kwa undani zaidi umekuwa akishindwa kutambua swala hilo. Lakini pia kwa yule mtazamaji, pia unaweza kushiriki nasi kwa kuingia mitandaoni kule YouTube kwa kuandika Amka Tumsifu Mungu ama Habari Star TV, nako pia utatupata. Lakini pia kwa kupitia 0655 770-796 ni namba ambayo pia itakuwezesha wewe tunapoanza kipindi hiki kuweza kutuma ujumbe wowote ama swali lolote kutokana na kila ambacho tunaenda kukijadili siku hii ya leo. Ningependa kuanza kabisa, mtumishi wa Mungu, mchungaji Patrick Kipara, unajua umekuwa ukizunguka sana na kueneza kazi ya Bwana katika mikutano mbalimbali, na hata pia katika vyombo mbalimbali mitandaoni na kwenye maredio pia. Swala hili kwenye mada hii pendwa kabisa, asili ya Pasaka. Mimi binafsi na wale ambao wanakutazama kwa sasa, tunatamani kufahamu zaidi chimbuko la Pasaka lilianzia wapi, na ni nini maana ya Pasaka katika kanisa la Kikristo kwa miaka hii ya sasa. Sawa. Asili ya Pasaka
Ningesema ni wakati ule ambapo mwanakondoo aliuawa. Sasa tumekuwa na kuuliwa kwa mwanakondoo kwa nyakati nyingi tofauti. Lakini pia kabla sijaenda huko kwenye kuuliwa kwa mwanakondoo, ni kuombe nitoke kidogo nje ya swali lako na mimi nijibu swali ambalo nimekuwa nikiulizwa na wasikilizaji wengi. Kwamba kwa nini Pasaka sio sawa na sikukuu kama Krismasi. Pasaka utakuta leo ni mwezi wa 4, wakati mwingine mwezi wa 3, na tarehe zinapishana. Kwa nini? Sasa wakati tunatafuta asili ya Pasaka, tuanze labda na hilo, kutafuta kwa nini tarehe za Pasaka huwa zinapishana. Mungu abariki. Sasa kwa nini Pasaka na haina tarehe maalum? Ni kwa sababu hii ambayo nataka kuisema. Inasemwa kwamba yani Pasaka inategemea mwandamo wa mwezi, lakini pia inategemea namna ambavyo Wayahudi wao wanaisherekea hiyo Pasaka. Yani waliotaka kusherekea hii Pasaka, yani waliotaka hii siku ya Pasaka, hawakupenda ipishane na ile ya Wayahudi, kwa sababu hasa mauti ya Yesu Kristo ilitokea kipindi cha Pasaka ya Wayahudi. Sasa Wayahudi wana kalenda yao na sisi watu wa mataifa tuna kalenda yetu. Ingawa sasa tukirudi tena upande wa pili, Wayahudi na wao sasa hivi ile kalenda yao ya asili hawaitumii. Imebaki tu nadhani ikitumiwa na taifa la Ethiopia. Hata wao wameingia kwenye huu mkumbo wa mataifa. Kwa hiyo wanatumia hiyo kalenda ya kimataifa ambayo nadhani ndio Gregory kalenda kama kumbukumbu zangu hazinidanganyi. Sasa ili kupata Pasaka yenyewe halisi, sasa wanasema Yesu Kristo siku anakamatwa, ile Alhamisi ya kukamatwa kule Getsemani, ilikuwa ni wakati kwa Kiswahili tungeita mwezi mpevu, yani full moon. Wakati ambapo mwezi wote huo unaonekana bila kubakia kipande cha mwezi gizani. Sasa hiyo full moon huwa inatokea kwa kila mwezi mara moja. Kwa hiyo ina maana kwa mwaka huwa inatokea mara 12. Lakini inaweza ikazidi kwa sababu ya hii kalenda tulionayo ya Gregory ambayo sio standard. Kuna wakati mwingine kwa mwaka huwa inatokea mara 13. Sasa ikitokea mara 13, ile ya 13 huwa haitwi full moon. Huwa wanasema inaitwa blue moon. Sasa tubaki kwenye full moon. Kwa sababu Yesu wakati anakamatwa alikamatwa kwenye full moon. Sasa ilikuwa ni full moon ya kwenda mwezi wa 4. Sasa ili kuipata hiyo full moon inaenda mwezi wa 4 kwa kalenda tulionayo na majira yanavyozunguka, inapasa uanzie tarehe 21 ya mwezi Machi, yani mwezi wa 3. Jumapili itakayofuatia hiyo tarehe 21 baada ya full moon, sijui nipata, hiyo ndio Jumapili ya Pasaka. Jumapili ya Pasaka. Kwa hiyo wanaangalia hiyo full moon. Kwa hiyo kisha ipata hiyo full moon ya mwezi yani iliyoko tarehe 20 yani ya mwezi wa 3. Kwa hiyo kwanza tarehe 21 mbele, yani kila tarehe 21 mbele hapo inaweza 22, 23, 24, 25, 26 inaweza ikatokea full moon. Kwa hiyo ikitokea hiyo full moon ya mwezi wa 3, hapo ndipo wanaanzia hapo. Kwa hiyo siku imetokea full moon, Jumapili itakayofuatia ndio Jumapili ya Pasaka. Na ukija kuangalia mara nyingi hii full moon utakuta inatokea kati ya Jumatano, Alhamisi, Ijumaa. Jumatano, Alhamisi, Ijumaa. Kwa hiyo wenyewe ukipata tu full moon unachuma Jumapili. Kama ikitokea Jumatano, kwa mfano kama hii ya Pasaka tunaiendea leo, full moon itakuwa ni Jumatano. Kwa hiyo ndio siku ambapo mwezi tangu unachipuka ile jioni unatokeza, utaangaza wote kwa upevu wake mpaka alfajiri, mapambazuko, ukiwa ni mzima bila kuwa na kipande chochote cha giza. Sawa. Unajua umefanua hapo, inabidi niwe makini sana nisikilize sana. Kwa hiyo Jumatano ndio sasa unajua Jumatano hii ndio imetokea full moon. Jumapili ijayo ndio ilikuwa
siku ya Yesu kufufuka. Kwa hiyo ndipo wanavyoipata namna hiyo. Sasa sasa tuliweka hapo. Sasa unajua kuna watu wanataka kuniuliza, wasikilizaji wangu wanapenda kuniuliza imeandikwa wapi. Hilo ni la kimapokeo. Wanataka kunukuu, Hilo ni la kimapokeo, mimi sina maandiko. Sijui umenielewa. Yaani hawa wanaotafuta hii Pasaka waliamua kutumia hiyo kanuni. Sasa nadhani hilo nitakuwa umewafanulia. Najua kuna maswali watauliza muda si mrefu kuhusiana na swali hilo. Tuende moja kwa moja kwa sasa kuhusiana na asili ya Pasaka. Asili ya Pasaka. Sawa, Pasaka, neno Pasaka linazoeleka kwa Wakristo wengi na linafahamika kwamba limetokana na neno Passover. Yaani Bwana yule malaika wa kuua alipokuwa anapita. Kwa hiyo akasema nitakapopita nitaiangalia damu ya kondoo. Kama hiyo nyumba haina damu ya kondoo, waliomo wote wataangamia. Kwa hiyo kutokea hapo tukaiona kwamba ndipo Pasaka inapotambulika kwamba ni wakati wa Bwana kupita na asiangamize, au Bwana apite na angamize. Sawa. Lakini na neno Pasaka kwenye Biblia, kwa mara ya kwanza neno lenyewe Pasaka limetamkwa kwenye kitabu cha Kutoka. Hapo tulienda bila kuomba. Tuliunganisha bila kuomba. Sawa? Hebu tunajua kwa sasa hivi watu bado wako kwenye maombi. Sawa, kwa kitende tutaomba, tutashukuru baada ya hapo. Kwa hiyo neno la Pasaka linaonekana kwa mara ya kwanza kwenye kitabu cha Kutoka sura ya 12. Ndipo Biblia inatamka hilo neno Pasaka. Kwamba mtamchinjia Bwana Pasaka. Sasa Dema, labda tusomee hiyo 12 Kutoka mstari wa 11. Yes. Tena mtamla hivi. Mtakuwa mmefungwa viuno vyenu. Mwanzia mmevaa viatu vyenu miguuni. Ndio. Na fimbo zenu mikononi mwenu. Ndio. Nanyi mtamla kwa haraka. Huyo Pasaka ni Pasaka ya Bwana. Kwa hiyo huyo kondoo aliyechinjwa siku hiyo ambao walipaswa wamle na wakati wanaondoka, hicho kitendo cha kumla huyo Pasaka, kuchukua damu kupaka kwenye miimo, yani hiyo jambo lote kwa ujumla kama ambavyo Bwana aliwaelekeza, ndio linaitwa Pasaka. Kwa hiyo Pasaka ni nini? Pasaka ni wakati ule ambapo mwana kondoo amechinjwa. Sasa hapo ndio tunaliona neno Pasaka. Lakini mwana kondoo kuchinjwa haikuwa Mwanzo 12, haikuwa Kutoka 12. Bali huo ulikuwa ni mwendelezo wa kuchinjwa kwa mwana kondoo. Kuchinjwa kwa kwanza kwa kondoo katika ulimwengu. Najua sasa kuna maswali. Ngoja nijiwekee ngome. Mungu abariki. Katika ulimwengu huu, katika ulimwengu si nje ya ulimwengu, katika ulimwengu huu, kuchinjwa kwa kwanza kwa Pasaka kulitokea Edeni baada ya Adamu kuanguka. Kwa hiyo kama tungechukua Pasaka yetu ya asili, ni pale ambapo Adamu alianguka. Hapo ndipo Pasaka alipochinjwa, kondoo alipochinjwa, na Adamu na Hawa wakapewa ngozi ya mwanakondoo kama mavazi yao. Kwa nini Pasaka alichinjwa? Kwa nini kondoo alichinjwa? Ni kiumbe asiye na hatia akifa kwa hatia za wenye hatia. Kwa hiyo ndio tunasema Pasaka ni pale ambapo kondoo alichinjwa. Kwa hiyo kondoo asili hapa, kama tunaongelea habari ya asili ya Pasaka, kama ndio mada yetu, sivyo? Na mimi nimeamua kurudi hapa. Asili ya Pasaka ni kule Edeni. Ndiko ilikoanzia. Na baada ya hapo tunaona walikuja watoto wa Adamu, yani wa familia ya Adamu, ambaye ilikuwa ni Kaini na Abeli. Wakapeleka ibada kwa Bwana. Ibada iliyokubaliwa ni ile iliyokuwa na uhusiana na mauaji ya kondoo, ambaye ilikuwa ni ya Abeli. Sawa mpaka hapo. Hiyo kwa nini? Kuonyesha kwamba mwanadamu anahitaji ukombozi kupitia kitu ambacho hakina hatia.
Sawa, unaweza kusogea mbele labda kama una swali. Sawa. Na kabla tujasogea mbele natamani, unajua kuna wengi huenda wanatafakari hii siku ambayo waliweza kumchinja huyu mwanakondoo na kupaka kwenye miimo ya milango juu, anapopita malaika yule muuaji kutambua huyu ni wangu na huyu si wangu. Ile siku ilikuwa ni siku gani? Maana tumeona kuna Ijumaa Kuu na kuna Pasaka yenyewe kama ulivyoeleza, sana utokea Jumapili. Kama ukweli ni kwamba Pasaka yenyewe ni Ijumaa Kuu, ila Jumapili inaonyesha ushindi uliopatikana ndani ya Pasaka. Sio nipata mpaka hapo. Sasa nadhani sisi tukaihamisha kutoka Ijumaa Kuu kwenda Jumapili ambapo tulipata sisi ushindi, lakini huu ushindi ulitengenezwa Ijumaa Kuu. Sawa. Na kabla ngoja tulimalize kabisa swala hili. Kuna watu wanajiuliza na mimi nikiwemo pia kuhusiana na yale majani ya mtende. Yale majani ya mtende yanaashiria nini hasa katika siku ambayo umesema ni Pasaka yenyewe ni Ijumaa Kuu, alafu Jumapili ni sherehe tu? Sawa. Sasa naomba nirudi tena nyuma ya maandiko. Sasa hili ninaloandika, lakini sasa sikutegemea ningeulizwa hili swali. Yaani ilikuwa hivi, kule kwenye Agano la Kale wakati dhabihu ni Pasaka, ni kondoo. Kondoo alikuwa anapelekwa kwa kuhani siku 14 kabla ya kuchinjwa. Simenipata mpaka hapo. Kwa hiyo hiki kinachoitwa mitende, sikukuu ya mitende ambayo nadhani leo ndio wengi wanasherehekea leo. Kihalali. Na ukipita mitande kwa sasa hivi au bodaboda na mitende. Ndio. Kihalali, hii siku ya mitende ilipaswa kuwa wiki jana. Kwa mujibu wa maandiko. Wiki iliyopita. Ilipaswa kuwa wiki iliyopita. Tueleze vizuri. Tena sio Jumapili ya wiki iliyopita. Ijumaa ya wiki iliyopita. Lakini sio tunaweza kwa sababu hata hii kalenda yenyewe paraganyika. Hata wakati natafuta ile jambo la full moon niligundua kuna kuparaganyika sana kwa mambo, kwa sababu ukitaka kufuata hii full moon ilivyo utagundua kuna mambo mengi sana yako kinyume na utaratibu, lakini tuyaache. Lakini ngoja mimi nifanye hivi, ili niseme hivi, ilipaswa iwe ni Ijumaa, tuko pamoja, ya wiki iliyopita ndio iwe siku ya mitende. Kwa nini? Kwa sababu hapo ndio siku ya kwanza inaweza kuhesabiwa. Ina maana Jumaa ya wiki hii ilikuwa ni siku ya 7, sivyo? Toka Jumaa ya wiki hii nenda mpaka Ijumaa ile Yesu anauawa, unapata ndio siku 14. Tuko pamoja mpaka hapo? Ndio zinakuwa siku 10. Na sasa hii siku ya mitende sasa ndipo mwanakondoo alikuwa anapelekwa kwenda kukaguliwa. Yaani mwanakondoo alikuwa anapelekwa kwa kuhani, anakaguliwa ndani ya siku 14 kabla ya kuchinjwa. Kwa sababu ilikuwa ni sheria ya kimaandiko kwamba huyo kondoo asiwe na kilema cha namna yoyote, asiwe na doa lolote. Sijui nipata mpaka hapo. Yaani aonekane hana hatia, ni mkamilifu. Sasa huo mchakato wa kumchunguza maandiko yalitoa siku 14. Sasa na Yesu tangu siku ya mitende mpaka siku anakamatwa kupelekwa kwa Pilato, anapelekwa na Golgotha kusurubiwa, zilikuwa zimepita siku 14. Umenipata mpaka hapo? Ili maandiko yalingane. Sasa siku ya mitende ni ya muhimu sana. Ndeme Zekaria 9:9. Zekaria. Shukuru Mungu hii alijaenda mbali, bado lipo karibia hata inaye tulikuwa tunakaribia kuiona. Sasa siku ya mitende ilikuwa imetabiriwa na maandiko kwamba kuna siku itakuja ambapo Bwana mfalme wa Wayahudi ataingia Yerusalemu akiwa amepanda punda na mwanapunda. Sasa hiyo siku watu walitakiwa kwenda na mitende kumshangilia. Sasa hawa watu bila kufundishwa na yoyote
Mungu abariki. Automatically tu walijikuta tayari wako barabarani, wanaandamana, wanashangilia, na Yesu anakuja na punda. Na nataka kuzidisha kwamba haikuwa wamefundishwa na mtu yeyote, kwa sababu waliopasa kuwafundisha, yani wale wahubiri, makuhani, mafarisayo, masadukayo, walimu wa dini waliopasa kuwafundisha wananchi, wao wenyewe walibaki kwenye mshangao, hawajui chochote. Wakawauliza sasa hawa waandamanaji, Yesu wakati anakuja, huyu ni nani? Unielewa? Yani wao hawajui ni nini. Kwa hiyo waliopaswa kufundisha wanataka wafundishwe na wanafunzi wao. Hebu sasa kwanza tusome Zakaria 20. Zakaria 9:6 nasema 9:9. Furahi sana e binti Sayuni. Nasema furahi sana e binti Sayuni. Piga kelele e binti Yerusalemu. Piga kelele e binti Yerusalemu. Tazama mfalme wako anakuja kwako. Tazama mfalme wako anakuja kwako. Sasa tutulie hapo. Yesu alikuwa anakwenda kwao akiwa ni mfalme. Ndio. Nimenipata mpaka hapo. Na unajua waliopaswa kujua kwamba huyu ni mfalme anakuja ni wakuu wa dini. Nimenipata mpaka hapo. Na wakuu wa dini ndio walipaswa wawafundishe hawa kwamba huyu anayekuja ni mfalme. Ila wao wakuu wa dini hilo jambo lilikuwa limeenda mbali na wao hawakuwa tayari, yani hawakuwa na, ningesema kwa lugha ya kisasa, hawakuwa na ufunuo wa hilo jambo linaloendelea mbele yao. Lakini hawa waliopaswa kufundishwa wao tayari walikuwa na ufunuo. Naendelea kusoma ulipokuwa unasoma Deme? Tazama mfalme wako anakuja kwako, ni mwenye haki, naye ni ana wokovu. Ndio. Ni mnyenyekevu, amepanda punda, naam, mwana punda, mtoto wa punda. Endelea. Na gari la vita, umemaliza. Alikuwa amepanda punda na mwana punda. Kwa hiyo hawa ndipo walipotoka wakaanza kushangilia na hayo matawi. Sasa nataka niweke kitu fulani sawa hapa. Tuko pamoja? Ndio. Anayepaswa kushangiliwa na mitende na anayepaswa kutandikiwa zile nguo chini ni yule mfalme, sio mtu fulani, sio mwanadamu fulani. Hapo ndipo watu wanapoingia makosani. Lakini wanaingia makosani kwa sababu ipi? Kwa sababu kuna jambo kama lile linaendelea leo. Kumbuka waliopaswa kuwafundisha watu hawakuwa na ufunuo wakati wa Yesu. Na leo tena shida ile imerudi kwa wahubiri, ndio wanaopaswa kuwafundisha watu kwamba huyu aliyekuwa amepanda punda na mwanapunda ndiye pekee anastahili hiyo heshima, sio mtu mwingine. Sasa leo hiyo heshima ambayo anastahili mtu pekee ndio Yesu Kristo, hiyo heshima anapewa mtu. Labda watu hawaelewi huyu mfalme ni nani. Mfalme wa Israeli ni Mungu. Yaani Mungu, Israeli hawana mfalme mwingine tofauti na Mungu. Kwa hiyo Yesu kusimama kwenye ile andiko la Zakaria 9:9 alikuwa anatangaza yeye ni Mungu. Amen. Unanipata mpaka hapo? Kwa hiyo hii heshima ya Mungu leo anapewa mtu. Sawa, unamaanisha kabisa Pasaka imepoteza maana halisi katika jamii ya leo kwa kiwango kikubwa. Kwa kiwango kikubwa imepoteza maana, kwa sababu kuna mambo mengi ambayo kiangalia kwenye hii Pasaka, inaitwa Pasaka, ni kufuru zaidi ya kumtukuza Mungu. Kwamba watu wanasherehekea na siku yani wanachokifanya sio kumtukuza Mungu, ila ni kumkufuru Mungu. Kama tu ambavyo nimeanzia hapo kwenye hilo la jambo la mitende. Akipita tu mchungaji fulani, mheshimiwa fulani juu ya nguo za watu, sio, umeelewa? Na mitende na masifa anapewa yeye. Kwa kuanzia yeye ni Mungu. Sawa kabisa. Umenipata? Yaani nimemfanya huyo mtu kuwa Mungu. Kwa hiyo nataka kuonyesha hilo jambo tu linawafanya wote muhesabiwe ni waabudu miungu. Kwenye hilo
Sawa, kwenye hilo ngoja tugote hapo kuzungumza. Kuna wadau hapa ambao wanatufuatilia pia kupitia kipindi hiki ama kupitia meza hii pendo kabisa ambayo inakutanisha watumishi wa Mungu mbalimbali, kipindi Amka Tumsifu Mungu. Na moja kati ya watu ambao wamekuwa na maswali ambayo ni akina sana wakifuatilia kipindi hiki, huyu si mwingine endapo hajaeleza ni nani. Anasema alikuwa anauliza Pasaka imeanzia wapi, na imani tayari limeshalizungumzia. Huyu anasema kwamba anaitwa Hagai, na auliza kwa nini Pasaka iitwe Easter na sio Passover. Okay, sawa. Ndio haya sasa. Unaongea. Sasa sikiliza, kingine. Pasaka inaitwa Easter. Hii Pasaka inaitwa Easter. Easter ni sikukuu ya miungu. Mungu Estoles. Unanipata? Kwa hiyo imechukuliwa Pasaka ya Bwana, ndio ikabadilishwa akapewa Estoles. Ndio sasa ukirudi hapo unakuta kwenye hiki ndio nasema makufuru, kwenye hiki kinachoitwa Pasaka kuna hilo fundisho la watu kupelekeana zawadi za mayai. Tena mayai yenyewe ya rangi ya kijani, ya rangi ya blue. Sasa mimi hata sijawahi kuona ndege anayetaga mayai ya rangi ya blue na rangi ya kijani na manjano. Sasa sijui ni ndege aina gani. Sawa kabisa. Mpaka hapo. Sawa. Alafu kuna hizo kupeana zawadi za visungura. Vina uhusiano gani na Ukristo? Alafu watu wanafuata tu mkumbo kwa sababu jambo limetoka kwa wazungu. Wanazoa tu na wanashiriki, unakuta kwenye mkumbo huo. Ukweli ni kwamba ukipeleka hizo zawadi za mayai, shida ni kwamba watu wanakana Ukristo wao, alafu hawachunguzi, hawafuatilii. Lakini pia hata nisiwalaumu wa Kristo, ni walaumu hawa wahubiri wa Wakristo. Kwa sababu wao ndio walipasa kuwaambia haya mambo. Hizo zawadi za mayai zinatokana, huyu Mungu Easter pia ndiye Mungu Venus, Vanessa. Nipata mpaka hapo. Vanessa ni mungu wa Warumi wa uzazi. Kwa hiyo wanapochukua mayai huwa wanaenda kumtukuza huyo mungu wa ngono. Nipata mpaka hapo. Na ndio maana utaona sasa hivi ninavyoongea na wewe sasa hivi, si ajabu kuna watu wamesha book vyumba vya kwenda kufanyia uzinzi siku ya Pasaka. Si ajabu watu wameshaandaa watu wa kwenda kufanya nao uzinzi siku ya Pasaka. So unajua hivyo ni roho ambazo automatically zinatokana na haya mafundisho. Haya ya kupelekana zawadi za mayai ya kijani na njano na blue, kupelekana zawadi za sungura, yani mnamtukuza huyo mungu wa ngono. Sasa mkimshamtukuza mungu wa ngono, maana yake lazima awape roho wake. Ndio maana leo Pasaka unaona ni uzinzi, ni uasherati, ni uchafu. Ndio maana nikasema kwa kiwango kikubwa Pasaka imepotoshwa na imeharibiwa kabisa. Yani kinachoendelea ni makufuru. Sawa, nitakuwa na swali hapo, lakini ngoja kwanza ni moja kwa moja tusikilize watazamaji. Huyu anasema kwamba napatikana Nyabitaka, Kibondo. Naitwa Dominic. Unahubiri vizuri sana. Ubarikiwe sana mchungaji. Nashukuru na sasa kunitia moyo. Wewe sema kwamba kwa neema tu, hata hivyo si amen. Wewe sema Bwana wabariki sana enyi watumishi wa Yesu Kristo kwa mada nzuri. Huyu anajiita Elia Mwakabonga, huyu Itumba Chunya. Na huyu si mwingine anasema kwamba anaitwa Saidi Kingoni nikiwa Mnyambachi Newala. Ndugu mwandishi, huyo mchungaji Mungu aweze kumbariki sana. Huyu anasema kwamba mtumishi wa Mungu kwa kweli Edeni alitumika, anasema hivi, nina swali. Edeni alitumika majani gani? Au ni vazi la kondoo kumfunika Adamu na Hawa? Huyu anataka kufahamu majani na gani yalitumika. Sasa Adamu na Hawa kweli walijitengenezea mavazi ya majani, alafu baadaye Mungu akaleta ngozi ya kondoo. Sasa aina gani ya majani? Sijui. Sina andiko la moja kwa moja. Ingawa sasa
wana historia na wana teolojia wanasema ilikuwa ni majani ya mikuyu. Nipata mkuyu kama unafahamu. Sasa si hilo mimi sitaki kulishikilia kwa sababu sina andiko. Sawa, kutokana na muda wetu unavyozidi kukimbia, najua mchungaji Patrick Kipala kutoka kanisa la Ijue Injili ile asili, najua na mengi sana kuweza kuzungumza nasi. Lakini huyu anasema kwamba Mungu aweze kuwabariki sana sana. Sema habari hapo studio, kwa kweli na mafundisho mazuri hadi nimeshindwa kwenda kanisani, yani nasubiri mpaka kipindi kiishe. By mimi Allen wa Mbinga huyu ndio hivyo ameshindwa kwenda kanisani. Hapa pia ni sehemu ya kanisa. Napaswa kwa kanisani, lakini Mungu ambariki pia. Mtumishi Mungu aweze kubariki sana. Huyu ndio alivyomaliza hivyo. Na huyu si mwingine anasema kwamba Yesu alibadilisha Pasaka ya kale kuwa yake, maana yeye ndiye mwana kondoo. Sahihi. Huyu ndio alivyomaliza hivyo. Anasema kwamba hadi Daudi alipomuua Goliati alitandikiwa majani ya mitende. Hata Sauli alipokelewa kwa majani ya mitende. Sawa, naomba nimweke sawa. Kwa ufupi sana kulingana na muda jinsi unavyokimbia. Naomba nimweke sawa. Ndio. Hajui anachoongelea. Daudi ni kweli alipokelewa kwa shangwe na nyimbo na kadhalika. Lakini hatuoni wakimfanyia hicho anachosema maandiko alichofanyiwa Yesu. Hiyo ilikuwa ni maalum kwa ajili ya Yesu. Sisi nipata mpaka hapo. Lakini sasa hii wao akijaribu maandiko yako hivyo. Ndio. Yanaweza akakwambia Yuda alijinyonga. Simekwambia hivyo? Ndio. Na wewe kajinyonge. Kama Yuda alijinyonga na wewe kajinyonge. Kwa hiyo unahitaji ufunuo wa hayo. Ujue kwamba kwa nini iko hivyo. Sawa kabisa. Huyu anasema kwamba mimi naitwa Frankie Eneresti kutoka Sengelema. Mungu awabariki kwa mada nzuri sana. Tuko pamoja. Na huyu si mngesema kwamba watumishi kama hawa mbona hawaonekani siku hizi? Kiukweli huyo ni roho wa Mungu. Naitwa Godfrey Charles, nipo Kahama. Huyu ndivyo alivyosema hivyo. Anasema kwamba naitwa Maleko Show kutoka Kidumu Kibaha. Watumishi ukweli, mnasema ukweli. Mungu aweze kubariki sana sana. Na huyu si mngesema kwamba naitwa Chazi Kidulile. Huyo kiongozi amenyoka sana. Huyu ndio anapomaliza hivyo. Huyu anasema kwamba naitwa Aniseti Chacha wa Bunda Mara, Tanzania. Mtumishi wa Mungu akubariki sana 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 sana. Na huyu anasema kwamba naitwa Isaya Mbwaga kutoka mkoa wa Songwe. Ninauliza kwa nini tarehe isiwe moja kila mwaka? Na imani tayari imeshajibiwa hili mtazamaji. Nasema kwamba Usimgu anasema kwamba nimekuelewa mchungaji, kwa kweli uko vizuri. Huyu anasema kwamba uko vizuri mchungaji. Nasema kwamba maoni yako ni ya kweli kabisa, naendelea kukufuatilia. Huyu anasema kutoka Makambako, Njombe, Tanzania. Na huyu anasema kwamba Yesu aliponya kupitia damu yake. Tumsifu Yesu Kristo. Amen. Ndio alipomaliza hivyo. Na huyu mgeza kwamba anaitwa Yusufu Nambalika, ni Muislamu, napatikana Dar es Salaam. Mungu ambariki sana huyo mchungaji. Na huyu si mwingine anasema kwamba anaitwa Daniel kutoka Moshi. Mtumishi, Yesu alikufa kwa ajili yetu. Na huyu si mwingine anasema kwamba mtumishi wa Mungu, Mungu akubariki sana. Naitwa Chagalama mganga kutoka Chipogoro, Dodoma. Na huyu si mwingine anasema kwamba anaitwa Laulian, tuko pamoja sana. Na huyu anasema kwamba na Mungu aweze kukubariki sana mchungaji. Na huyu anasema kwamba naitwa Mariam Kongoni nikiwa Newala. Mtumishi wa Mungu, umeeleza vizuri sana. Na kwa sababu muda unazidi kutukimbia na jumbe zimekuwa ni nyingi kweli kweli, najua una mambo mengi ya kuweza kuzungumza nasi. Na natamani kwa sababu umetaja namna jinsi Pasaka sasa hivi watu wanavyochukulia, si kama namna jinsi ya kumshukuru Mungu kwa kile ambacho ametupatia zawadi kama alama. Kama Kristo na wasafiri wa kwenda mbinguni, ni nini ambacho tunatakiwa sasa tukifanye ili tuwe karibu madhabahuni kwa Yesu Kristo? Sawa. Sasa ili kuelekea msimu huu wa Pasaka, ili kujibu swali lako vizuri, niende kwenye sababu ya Pasaka kutolewa. Kutolewa kwa Pasaka ni Mungu
akilipa deni lililosababisha utengano kati ya sisi na yeye. Ndio. Yaani Mungu na mwanadamu walikuwa ni washirika. Kama hilo inaeleka vizuri nikisema walikuwa ni washirika. Yaani Mungu alikuwa anatawala mbingu na mwanadamu akapewa kutawala ulimwengu. Sawa sawa. Kwa hiyo mwanadamu alikuwa ni mtawala pamoja na Bwana. Ndio. Ile dhambi ya Edeni ilitenganisha huo utawala wa Mungu, yani iliondoa utawala wa mwanadamu na ikamnyima tena ushirikiano kati ya Mungu na mwanadamu. Kwa hiyo Mungu anatafuta kurudisha tena hayo mahusiano. Na ili afanikisha hicho ilikuwa ni kumkomboa mwanadamu, kulipa deni zake. Ndio. Sasa mwanadamu, shetani alipiga pazuri, yani alipiga shabaha sahihi. Kutoka Mungu kuja kwa mwanadamu hakuna kiumbe hapo katikati. Sio nipata? Yaani ukitoka Mungu na kuja mwanadamu. Kwa hiyo Mungu na mwanadamu ndio viumbe ambao wapo jirani. Na mwanadamu ndio kiumbe cha hali ya juu kuliko viumbe vingine vyote hapa duniani. Mpaka mbinguni. Yaani ukimwondoa Mungu, anayefuata ni mwanadamu, huyu aliyeanguka, mwenye dhambi. Sio nipata mpaka hapo? Hata malaika wako chini ya mwanadamu, kwa sababu malaika hawajawahi kuwa watoto wa Mungu, sio wana wa Mungu. Sio nipata mpaka hapo? Mwana wa Mungu ni mwanadamu. Sasa malaika ni watumishi. Unajua kwenye familia yako watumishi watakuja na kwenda. Lakini mtoto wako atabaki kuwa ni mtoto wako. Na kudhibitisha hicho, angalia Lucifer, unajua ndiye alikuwa malaika mkuu kule mbinguni. Alipoanguka na wafuasi wake malaika wenzie, Mungu hakushuka kutoka mbinguni kwenda kumtafuta Lucifer. Yaani alimlaani tu moja kwa moja. Ila mwanadamu alipoanguka, ukirudi kwenye maandiko unaona ni Mungu. Hakumtuma malaika, hakumtuma mtu fulani, alikuja mwenyewe Mungu mwenyewe Edeni kumtafuta mwanadamu, akilia Adamu uko wapi? Sasa huyu Mungu alikuwa anajua hakuna kitu chochote kinatosha kumkomboa mwanadamu, kwa sababu kama mimi nimechukua simu yako kwa ikaja kwangu, ili uikomboe unapaswa utoe kitu ambacho ni sawa na simu au kilicho zaidi ya simu. Ndio. Sasa hakuna kitu kwa sawa na mwanadamu, ila kitu kimoja tu kiko juu ya mwanadamu ni Mungu. Ndipo maandiko yanasema huyo Mungu alifanyika mwili, akaja kutukomboa sisi kwa damu yake. Ndio. Sasa hii najua linasumbua watu wengi. Sasa nataka niwahakikishieni kwamba damu iliyomwagika Kalvari sio ya muungwana fulani, sio ya nabii fulani, ni ya Mungu mwenyewe. Matendo 20:28. Ni ya Mungu mwenyewe. Kutoka muda unaonyona tukimbia. Malizie hii kwanza tutende kwenye Matendo 20:28 wajue kwanza. Wasomee hiyo wajue. Ndio. Ndio. Naomba nisome hapa Matendo ya Mitume sura 20:28. Jitunzeni nafsi zenu na lile kundi lote nalo. Ndio. Ambalo Roho Mtakatifu ameweka ninyi kuwa angalizi ndani yake. Ndio. Mpate kulilisha kanisa lake Mungu alilolinunua kwa damu yake mwenyewe. Yaani hilo kanisa la Mungu limenunuliwa kwa damu ya Mungu mwenyewe. Nipata mpaka hapo. Kwa hiyo sasa namaanisha nini? Kama kuna kitu ambacho mwanadamu anapaswa kuwa na kicho nacho ni Pasaka. Kwa sababu aliyekuwa anakufa pale msalabani ni Mungu mwenyewe. Kwa nini anakufa? Alikuwa anakufa mimi nisiwe mzinzi tena. Alikuwa anakufa mimi nisiwe mwizi tena. Alikuwa anakufa mimi nisiwe mwenye dhambi tena. Alikuwa anakufa mimi nisipotee tena. Sasa unapoichukua hii siku ambayo huyu mtu alitenda, alijitoa ili wewe usiwe hivyo, alafu ukaichukua hii siku ikawa ndio siku yako ya ulevi, ikawa ndio siku yako ya kufanya uzinzi, ikawa ndio siku yako ya kufanya mambo machafu na yasiyofaa, hivi unamchukuaje huyu Mungu? Yaani unakuwa unamfanyaje huyu Mungu? Kama kuna matusi mabaya sana ambayo Mungu aliwahi kupewa, ni hayo yanayofanyika kwenye hizi siku zinazoitwa Pasaka. Ndio mambo ya kuumiza sana. Hiyo sasa ndio kuharibiwa kwa Pasaka yote. Yaani ni kumtukana huyo Mungu aliyekufa msalabani, ni mjinga, mpuuzi, hajui alichokuwa akifanya. Na sasa lakini pia hiyo ni kujichimbia shimo.
Sawa kabisa. Ngoja sasa tutazame pia japo nitakuwa na swali langu hapo la mwisho kabisa. Najua umeeleza kwa uzuri sana. Sema kwamba shalom nawapata vyema kabisa hapo kupitia Star TV ndani ya kipindi hiki. Mungu aweze kubariki sana. Huyu anasema mchungaji, Mungu akubariki sana na ufike mbali. Anasema Bwana Yesu asifiwe, naitwa Geoffrey. Mungu akubariki sana mchungaji, nimejifunza mengi kutoka kwako. Asema Bwana Yesu asifiwe. Samani mimi na kitu kimoja kinanisumbua sana. Nina kama wiki hivi kila siku najua Mungu ataninyoshia mkono kutokana na Pasaka hii ama mfungo huu. Na huyu si mgeni sema kwamba Mungu aweze kukubariki sana kwa mafundisho yako asubuhi ya leo. Huyu anasema amen by RJ Kamunya wa mtaa wa Ipagara, huyu makao makuu ya Dodoma. Ndio maliza hivyo unasema kwamba naitwa Sambara Mswaha kutoka Makuyumbi. Mungu akubariki sana mchungaji. Amen. Na huyu anasema kwamba huyu anasema Mungu aweze kubariki sana mchungaji. Tunatamani tufike hapo ulipo. Kwa neema ya Mungu jumbe ni ibariki shauku yao. Amina. Huyu anasema kwamba naitwa Esther. Nimempenda sana huyo mtumishi. Mungu aweze kumbariki sana kwa mafundisho yake. Nimejifunza mengi kutoka kwake kwa bidii sana. Na huyu anasema kwamba Mungu aweze kukubariki sana. Naitwa wa kusoma kutoka Mbagala Timino, mtumishi wa Mungu yuko vizuri sana. Jumbe za watazamaji ni nyingi kweli, lakini kutokana na muda unavyokimbia, Pastor Patrick Kipala, kwa kumalizia tu muda wetu kwa siku ya leo kuhusiana na asili ya Pasaka, nina swali nataka uweze kutuachia. Ni ujumbe gani ambao muhimu sana ungependa kuachia ama watu wa ubebe katika Pasaka ya mwaka huu? Ujumbe wangu mimi ungekuwa ni huu, kwamba iwe ni siku ya wao au ni wakati wa wao kuyatoa maisha yao kwake, kwa sababu yeye alijitoa kwa ajili yao. Maandiko yanasema kwa jinsi Mungu alimpenda ulimwengu hata akamtoa huyo Pasaka ili sisi tuokolewe. Kama yeye amekuja kutuokoa sisi, hebu na sisi tumaanishe kwamba tunahitaji wokovu kwa kujitoa kwake. Hivyo tu ndio ningeweza kusema, hebu msifanye Pasaka kuwa ni kitu cha anasa, kitu cha uchafu, uzinzi, ulevi na mambo yasiyofaa. Hebu ikawa ni kitu cha wewe kujinyenyekeza kwake, kwamba mimi natambua na naheshimu kwamba ni msalaba wako ndio unaonistahisha mimi kulaki uzima wa milele. Na mimi itakuwa ni yenye baraka. Amen. Lakini pia kuna watu ambao wanajiuliza tunawezaje kumfikia mchungaji Patrick Kipala kwa ukaribu mahali alipo kupata mafundisho haya kwa kina zaidi? Wanaweza wakanitafuta kwa namba za simu zifuatazo: 0765 0338887. Rudie tena 0765 0338887. Lakini pia tuna laini nyingine ni 0692 784 111 ni moja mara tatu. 0692784111. Lakini pia tuna YouTube channel yetu inaitwa Ile Injili ya Asili. Unaweza ukaenda hapo ukapata mafundisho na mahubiri ambayo tunahubiri hapa na Kiss FM. Lakini pia tuko nchi yote, lakini kwa watu wa Mwanza tupo Kirumba, barabara ya Mwaloni. Unaweza kutafutia maeneo hayo. Na asante sana Pastor Patrick Kipala. Mungu aweze kukubariki sana kwa mada nzuri kabisa siku ya leo juu ile asili, lakini pia bila kusahau kumshukuru mtumishi wa Mungu ambaye amekuwa kipaza sauti kwa kusoma mafungu. Kwa mnajua amekuwa mbaraka kwa watu wengine pia. Lakini kushukuru pia kwa yule mtazamaji ambaye umetenga muda wako kutufuatilia na kutuma jumbe zako na kutuma maswali, ambaye pia unaona swali lako lijasomwa ni kutokana na muda, lakini endelea kutufuatilia kupitia kipindi hiki Amka Tumsifu Mungu ndani ya
television yako bora kabisa, Star TV, kutokea hapa Mwanza, Tanzania, naweza kusema Rock City. Na hapa ndipo tumefikia kilele cha kipindi hiki siku hii ya leo, lakini pia nikushukuru pia kwa kuendelea kuwa nasi na kule YouTube kwa kuandika Amka Tumsifu Mungu ama Habari Star TV. Ni wiki hii ya 3 na tunaelekea ukingoni kabisa, zikiwa zimesalia siku chache katika kipindi hiki maalum, sikukuu ya Pasaka, wengi wakiwa katika mfungo na maombi. Nikusii tu endelee kuwa nasi na usikose Jumapili ijayo, ambapo pia itakuwa ni Jumapili ya mwisho ama kufika kilele cha sikukuu na shangwe na kufufuka kwa Yesu Kristo. Ulikuwa nami na hoza wako Andrea Amos Masanja, lakini pia bila kusahau ndaji wa kipindi hiki si mwingine ni kiongozi wako Emmanuel Makuliga, kiongoza Benita Salvatore ambaye pia ni mrusha matangazo, na anahakikisha unatupata vizuri kabisa. Kwa picha ni Elisha. Mungu aweze kukubariki sana, endelea kuwa nasi na nikusihi tu tukutane tena, na nikutakie Pasaka njema na iliyo tukuka. Bye bye. Usikose kutazama kila siku ya Jumapili asubuhi. Njoo pamoja tumshangilie Mungu wetu kwa mema anayotutendea kila siku. Utasikia neno la Mungu na shuhuda nyingi zinazotutia nguvu.